Naam, hujambo na karibu tena. Tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Moja kwa moja update kutoka mahakamani, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambayo inaendelea leo kuunguruma katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam baada ya mapumziko ya mwisho wa juma. Siku ya Ijumaa tuliishia episodi namba 3 na leo tutaendelea episodi namba 4, namba 5 na mpaka pale ambapo kesi kwa siku ya leo itaishia. Kumbuka mapendekezo ya wengi yalikuwa ni kutafuta mtiririko ambao utakuwa ni mzuri kwa watu kuweza kuelewa. Kwa hiyo tukapendekeza kuanzia shahidi namba 3, tuanze na episodi namba 1, episodi namba 2 mpaka pale kesi itakapomalizika. Kwa hiyo kama tutafika hata episodi 300 tutajua mbele kwa mbele. Kwa hiyo leo tupo episodi namba 4 ambapo ni mwendelezo wa usikilizwaji wa kesi hiyo leo Jumatatu Oktoba tarehe 20 ya mwaka 2025, ambapo kwa wale ambao wanafuatilia episodi namba 3 tuliishia pale ambapo Mheshimiwa Lissu alikuwa ameibua mapingamizi ya kutaka vielelezo vya shahidi visipokelewe mahakamani. Na baada ya Mheshimiwa Lissu kumaliza kuelezea sababu, lakini pia kureview kesi mbalimbali kusapoti hoja zake kwamba vielelezo ambavyo shahidi alikuwa anataka vikabidhiwe mahakamani visipokelewe, upande wa jamhuri wakaomba muda wa masaa 2 kuweza kumjibu Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini kutokana na muda ulikuwa ushakwenda, kesi kahailishwa mpaka siku ya leo Jumatatu, ambapo leo jamhuri inaanza kujibu hoja za pingamizi la Mheshimiwa Lissu kuhusiana na upokewaji wa video inayomuonyesha akitamka maneno yanayodaiwa kuwa ni maneno ya uhaini ili iwe kilelezo cha ushahidi wa upande wa mashtaka. Nikukumbushe tu kwamba katika kesi hii ni kwamba Mheshimiwa Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini akidaiwa kutoa maneno ya kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinyume na kifungu cha 39 sehemu ya 2D cha sheria ya kanuni ya adhabu. Anadaiwa kuwa tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, akiwa raia wa Tanzania mwenye utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa maneno ya kuitishia serikali na kuonesha nia hiyo kwa kuchapisha maneno hayo katika mitandao ya kijamii kuwa wakisema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hivyo ndivyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana huu uchaguzi, tunaenda kuvuruga kweli kweli, tunaenda kukinukisha vibaya sana. Kesi hiyo ni kukumbushe kwamba inasikilizwa na jopo la majaji watatu ambalo linaongozwa na jaji mfawizi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo Iringa, Dostan Ndunguru, akishirikiana na majaji James Karayemaha pamoja na Ferdinand Kiwonde katika hatua ya ushahidi wa jamhuri, ikiwa sasa tupo na shahidi namba 3. Moja kwa moja tuanze kama nilivyokuambia kitu gani kimejiri leo mahakamani baada ya review ya nini ambacho tunakifanya, lakini pia wapi tumefikia na wapi ambapo tunaelekea. Kama nilivyokuambia, hii itakuwa ni episodi ya 4 katika kesi hii. Kesi imeanza kama kawaida, watu wamefika mahakamani mapema sana. Leo Oktoba 20 mwaka 2025 imepigwa high court kubwa mno hapa mahakamani. Majaji wameingia, wapo watatu kama kawaida yao. Mheshimiwa Lissu naye ameingia hapa. Jaji anamwambia karani tuendelee. Karani hapa anasoma namba ya kesi na anasimama Renatus Mkude kutambulisha jopo la mawakili wa serikali na kusema wako tayari kufanya reply submission kwenye lile pingamizi la mshtakiwa.
anasema ataanza Nasoro Katuga kujibu. Nasoro Katuga anasimama hapa na kusema mshtakiwa katika hoja yake ya kwanza anasema visipokelewe kwa sababu vina contravene kifungu cha 263 sehemu ya pili cha CPA. Maelezo ya mashahidi na hati ya mashitaka na vielelezo vyote vilivyowasilishwa na DPP visomwe na kutafsiriwa, ndo sheria inasema hivyo, na vielelezo vinavyotaka kutolewa na flashi yenye video ambayo iko katika mfumo wa kielektroniki. Kifungu cha 3 cha Evidence Act sehemu ya 6 kinatafsiri nyaraka ikiwemo huu uliopo kwenye flash diski. Kwa hiyo video anazotaka kutoa shahidi ni dokumenti pia. Kwa hiyo kile kifungu cha 263 nilichokisema cha CPA, nyaraka hizi zilipaswa zionyeshwe kule kwenye committal court since they are document as per the law. Kama nyaraka hizi zilisomwa au hazikusomwa nyaraka hizi, mahakama itajiridhisha kupitia proceeding zilizopo mahakamani na sio maelezo ambayo hayako chini ya kiapo. Vielelezo hivyo havikusomwa. Mshtakiwa alisema hivyo, sisi tulishtushwa kwa sababu tulikuwepo. Mtu anayejitetea anaweza kutumia hata uongo. Naomba niwaalike kwenye ukurasa wa 92 na ukurasa wa 93 wa committal proceeding ambao unasema nini kilitokea. Kurasa hizo zinasema mahakama ilimnukuu wakili wa serikali akivitaja vielelezo. Vilisomwa na kuchezwa vielelezo hivyo, vimeandikwa pia kwenye proceeding za mahakama. Baada ya kuchezeshwa na kusomewa vielelezo, ukurasa wa 97, mshtakiwa anasema hayo maneno kwenye vielelezo nimeyasema kwenye mikutano ya hadhara na ni maneno yangu. Mahakama ni binadamu, inasikia. Alisema hana shida navyo, lakini anasema havijasomwa. Na ialika mahakama iziamini records. Naomba nichomekee. Kwa mara ya kwanza nimeshuhudia mtu akiongea uongo mahakamani akizungumzia tukio ambalo mimi mwenyewe nilikuwepo na kushuhudia. Ukweli wa Mungu, zile video hazikuchezwa pale mahakamani, ndio maana hata Mheshimiwa Lissu anatikisa kichwa kumsikitikia. Huyu Katuga, laana anayoitafuta itamtafuna yeye pamoja na vizazi vyake. Kwa kweli anadanganya, macho yakiwa makavu kabisa hapa. Hebu acha tuendelee tuone nini kitatokea mbele. Katuga anasema kwa hoja ilivyo inaonyesha kwamba mshtakiwa anataka kuimpeach proceedings za committal court na haziwezi kuwa impeached kirahisi hivyo. Mahakama ya rufani katika kesi ya Frank Jeremiah Mariano versus Republic CA 147 ya mwaka 2022, ukurasa wa 14 unasema court document is a serious document, haiwezi kuwa impeached kirahisi. Hii hoja ni baseless na tunaona mahakama isizingatie kabisa na itupiliwe mbali mara baada ya mahakama kujiridhisha na records za komito zinavyosema. Naomba kwa hoja namba 1 niishie hapo. Katuga anasema hoja nyingine, anasema ilipaswa kuletwa ripoti kwanza kabla ya hizi video kwa sababu huyu shahidi ni mtaalamu. Hajasema pointi gani ya sheria mtu aliyefanyia kazi kielelezo lazima aanze na taarifa, baadaye ndiyo kielelezo kifate. Ameleta maoni na sio sheria. Hakuna sheria mahususi inayoonyesha mtaalamu aliyekuja hawezi kuwa shahidi wa kutoa na kuwasilisha vielelezo hivi mbele ya mahakama. Vifungu vyote alivyosema mshtakiwa havijasema ianze kutolewa ripoti kabla ya vielelezo kuanzia kifungu cha 216 cha CPA. Anaendelea Katuga hapa, anasema kesi ya Mizlai ukurasa wa 6 na wa 7, na ialika mahakama ichukulie mfano mkemia alianza kutoa madawa kabla
ya chemistry ripoti na ilipokelewa na kukubaliwa. Huyo ni Katuga akizidi pia kutupitisha katika kesi yake kusapoti hoja zake kupinga hoja za Mheshimiwa Lissu. Anaendelea hapa Katuga anasema, shahidi alituambia vielelezo pale kizimbani na ndiyo maana tunasema vipokelewe. Alisema hawezi kutufundisha na sisi tunataka akitufundisha atufundishe kutoka kwenye sheria. Naomba niendelee kwenye hoja ya tatu ambayo inasema shahidi sio kompetenti kutenda hii exhibit, na kwenye hoja hii aliarika mahakama kwenye vile vifungu vingi kuanzia cha 216 hadi cha 221 vya CPA. Wakati hapa Katuga anaendelea, ni kama nimeona hawa askari magereza ambao wanamlinda Mheshimiwa Lissu wapo wageni na sura zao zimekaa kama wale wenzetu kweli. Wapo wageni ndio wameletwa hapa. Sijui wana mpango gani na hawa walinzi wao. Acha tuendelee na Katuga sasa. Anataja vifungu vyote alivyovitaja Mheshimiwa Lissu na vinazungumzia nini. Kiingereza chake hapa ambacho anakiongea ni kasheshe kweli kweli. Akisoma mahali zeze zinakuwa ni nyingi sana. PwC amejieleza kama yeye ni mtaalamu na alialikwa kufanyia kazi vielelezo na amejipambanua kufanyia kazi vielelezo kuhusiana na umri wake na utaalamu wake. Na alifanyia kazi vielelezo hivi. Hivyo basi kifungu cha 52 cha Evidence Act caption ya 6 kinasema mtu mwenye uelewa wa fingerprints na ujuzi mwingine basi yanapokelewa. Kila shahidi yuko entitled kuaminiwa unless mahakama ije na sababu za kutokumwamini. Kesi ya Goodluck Kiando versus Jamhuri TLR ya mwaka 2006. Every witness is entitled to credence. Shahidi wetu anaomba kutoa memory card yenye video, flash yenye video. Kifungu cha 70 cha Evidence Act caption ya 6 kinasema in any proceeding electronic evidence shall be admissible. Mahakama ya rufaa imetoa visifa vya vitu inavyotakiwa kuzingatia kabla ya kupokea vielelezo. Kesi maarufu ya DPP versus Sharifu Muhammad Asuman and 6 others CA 74 ya mwaka 2016. Kesi nasema mtu aliyefanyia kazi kielelezo ni competent kutenda. Pia kesi ya DPP versus Mizrahi inatoa utaratibu huo huo wa kisheria. Naomba kesi hizi zote nizitoe kwa mahakama na mshtakiwa pia amekuwa appointed na gazetted kwa kufanya uchunguzi na kutoa taarifa. Ndiyo kazi ya shahidi huyu. Yeye ni shahidi wa picha mnato na mjongeo. Gazeti la serikali namba 745 la mwaka 2022 ndiyo lilimtangaza kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kutoa taarifa. Tangazo hilo limesainiwa na DPP na kwamba title ya tangazo lile ni amri ya uteuzi wa wataalamu wa picha na mambo mengine. Mtaalamu wetu anasema yeye ni mtaalamu wa picha mnato na picha mjongeo. Na mimi naialika mahakama itafute meaning ya picha. Is video a picture? Vifungu vya 216 na kuendelea havionyeshi mtaalamu wa video hayupo. Kifungu cha 220 cha CPA kwamba video ni cyber forensic expert. Tafsiri ya cyber ziko nyingi sana, ikiwa ni pamoja na ushahidi wa kompyuta, ndo maana yake. Anachunguza devices. Utambuzi wa uhalisia wa picha utabaki kwa mtambuzi wa picha. Is a video a picture? Video ni picha za mwendelezo. Hata cyber expert na photographic expert wasichanganywe, ni watu wawili tofauti. Kuna definition mbalimbali, lakini pia kuna dictionary ya computer and internet terms ukurasa wa 323 alitafsiri photograph is a picture created by a camera whether digital or video. Ukurasa wa 513 anasema
Jaji hapa anasema unaenda kwa kasi sana, hatukuelewi kwa kweli, hata unakimbilia wapi? Katuga hapa wakati akizidi kuelezea hoja zake, jaji hapa anasema kwamba unaenda kwa kasi sana. Kumbuka majaji pia huwa wanaandika, kwa hiyo anasema unaenda kwa kasi sana, hatukuelewi hata unakimbilia wapi? Au mshtakiwa unasemaje? Jaji anamuuliza hapa Mheshimiwa Lissu. Lissu anajibu kwamba mimi namwangalia tu, naona naongea, nimemwacha. Jaji anasema sasa sisi tunaona ujielekeze vizuri, ukiendelea kujiongelea wewe sisi hatutaandika. Haya, rudia hapo kwenye dictionary taratibu. Jaji hapa kamuuliza pia Lissu kama anamuelewa shahidi kwa spidi ambayo anaenda nayo, lakini pia Lissu kasema mimi namwangalia tu, nimemwacha. Majaji pia wanampa angalizo hapa Nasolo Katuga kwamba akiendelea kwenda hivyo majaji wao wanashindwa kumuelewa anachokizungumza, hivyo watashindwa waandike kitu gani. Kwa hiyo wanampa angalizo hapa. Baada ya kupewa angalizo, anaendelea tena hapa Katuga anasema naomba sasa nihamie kwenye hoja ya 4. Katuga anaomba ahamie kwenye hoja ya 4. Kumbuka hapa alikuwa anaongea kwa kasi sana na amepewa angalizo kwamba anavyoendelea basi awe anakwenda taratibu, na jaji alimwambia hapa arudie kwenye dictionary taratibu namna ambavyo amezungumza. Kwa hiyo Katuga hapa anaendelea akasema naomba niendelee na hoja ya 4. Mshtakiwa anasema vielelezo visipokelewe, eti akiwaambia kwamba vielelezo hivi vimevunja mnyororo wa utunzaji. Watu hapa wanacheka, ni mnyororo, kumbe anamaanisha hivyo. Anasema chain of custody inathibitishwa na paper trail. The deeds of chain of custody ni kuifanya mahakama ione kilelezo ni chenyewe au vipi. Mshtakiwa anasema kilipita kwa Michael Gyumi, sijui kikaenda kwa nani. Hicho kilichosemwa hakijajionyesha kwenye ushahidi wa shahidi wetu. Ametajwa Churu, baadaye Malugala na kujazwa ile PF namba 145. The issue of chain of custody cannot be established by a single witness. Utunzaji wa kilelezo hauwezi kuthibitishwa na shahidi mmoja. Kuleta pingamizi la kwamba chain of custody imevunjwa na kesi pokelewe, huku ni ku misplace mapingamizi. Haya ni maneno ya mahakama ya rufani R versus Charles Abeli Gazilabo na wenzake watatu, rufaa ya jinai namba 358 ya mwaka 2019. Ukurasa wa 17 imejitokeza issue ya chain of custody na kusema itatumika na kuangaliwa baada ya ushahidi wa upande wa jamhuri ukifungwa, prosecution case ikiwa closed, sio muda huu. Kwa maamuzi hayo, mahakama itaona hii hoja haijakuwa established kabla ya kupokelewa kwa kielelezo, ila imeletwa kwa kubahatisha na kupoteza muda wa mahakama. Ni ombi letu muitupilie mbali. Narudia hapa, Katuga nasema kwa maamuzi hayo mahakama itaona hoja haijakuwa established kabla ya kupokelewa kwa kielelezo, ila imeletwa kwa kubahatisha na kupoteza muda wa mahakama. Ni ombi letu muitupilie mbali. Kwa mapingamizi hayo yote tunaona hayana msingi kabisa, na naomba niwarejeshe kwenye maamuzi aliyowaletea kesi ya Musa Lemina Omari Abdul na kesi ya DPP versus Sharifu Muhamadi. Mashauri hayo yote yalikuwa yanahusu vielelezo ambavyo havikuwa vimesomwa au listed kwenye rekodi. Hayakuwa mashauri ambayo yanaonyesha vielelezo kuto kusomwa. Sisi kwetu hapa kwenye kesi hii vilisomwa na kuonyeshwa pale Kisutu. Kwa kumalizia, wakati wa hoja ya competence pia mahakama ilialikwa ikasome taarifa ya PW3. Tulishangazwa, sema tukakumbuka
mshtakiwa ni mtaalamu wa kesi za madai na sio jinai. Tunaomba submission zetu ziwe considered na naomba kuishia hapo. Lenatus Mkude anasimama hapa na kumwalika Ignas Mwinuka ambaye anaombwa kuongezea kidogo hapa. Huyu naye ni wakili wa jamhuri wakizidi kupinga hoja za Mheshimiwa Tundu Lissu. Anasimama hapa Ignas Mwinuka anasema, nitasema kwenye ile ground ya komito. Nitaomba mrejee ukurasa wa 93 wa mwenendo kabidhi. Mahakama imeandika S263 kifungu cha CPA has been complied with. Hii ni kuonyesha kuwa taratibu zote ambazo zipo zilizingatiwa kwa mujibu wa sheria. Naomba niwarejeshe kwenye shauri la mahakama ya rufani Jamhuri versus Christian Muhaka Criminal Revision namba 7 ya mwaka 2017. Naomba waheshimiwa majaji, kwenye shauri hilo mahakama ya rufani mkikoti mwenendo kabidhi na kusema hawakuona mapungufu kwa sababu vifungu vikiandikwa na vikishaandikwa maana yake utaratibu ulifuatwa. Kwa hiyo naomba kusisitiza kuwa hoja hiyo isikubaliwe na kuzingatiwa na mapingamizi yake yasizingatiwe na yatupiliwe mbali. Naomba kuishia hapo. Anasimama Lenatus Mkude anasema ni mwisho wa hoja zao na tunaomba kusisitiza kuwa mapingamizi yatupiliwe mbali. Wanakaa chini hapa baada ya kumaliza hoja zao. Sasa hapa tusubiri rejoinder kutoka kwa Mheshimiwa Lissu, namna ambavyo atajibu vibwanga vyao hapa ambavyo wamevielezea. Kwa hiyo hapa wao wamemaliza kuexpress kile ambacho walikuwa nacho kuhusu hoja za mapingamizi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, wamemaliza na kukaa. Kwa hiyo sasa hapa tunasubiria rejoinder ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Na hii itakuwa ni episodi ya 4. Kwa hiyo tusubirie Lissu atakapokuja kufanya rejoinder, tutaendelea na episodi ya 5. Kubwa tuachie maoni yako na subiria kuona Mheshimiwa Lissu anakuja na majibu gani kwa upande wa jamhuri katika pingamizi lake.